kutumia muda wangu ndani ya dakika 5 ambazo ni chache sana kwa kweli. Na kwa muktadha huo napenda kuwapongeza mawaziri wote pamoja na kamati ya budget kwa hotuba yao ambayo imesheheni mambo mbalimbali kwa mustakabali wa taifa letu. Lakini pekee nimpongeze Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi alivyoimarisha uchumi wetu na kuongeza mapato ya ndani, na hata sasa hivi tunaweza walau kusponsor bajeti kuu kwa 74%. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni dhahiri kwamba ili tuweze kufikia mpango dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 ni lazima sasa mjadala wetu usijikite zaidi au kipekee kwenye makusanyo ya kodi, bali tuweze kuangalia ni kwa namna gani tunaweza kubadilika kutoka kwenda kwenye uzalishaji wa mali na huduma zenye thamani kubwa, ambapo tunajua tukiongeza kwenye kuzalisha mali na huduma zenye thamani kubwa tutaongeza mapato ya taifa letu na kuweza kuongeza uchumi kwenye taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania kama nchi tumejaliwa ardhi yenye rutuba ambayo inaweza kustahimili kilimo, ufugaji, lakini tuna madini ya kimkakati, tuna utajiri wa bahari na maziwa, lakini zaidi tuna nguvu kazi ya vijana ambao inaweza kufanya kazi. Hivyo ningependa kuishauri serikali iweze kuwa na mkakati mahususi wa kuhakikisha kwamba inawekeza kwenye sekta ambazo zinazalisha utajiri kama kilimo, madini, mifugo, uvuvi pamoja na uchumi wa bahari. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa najaribu kupitia taarifa ya hali ya uchumi. Mathalan, wamekoti kwamba tuliweza kusafirisha mauzo ya nje dola bilioni 1.5, lakini tukaweza kuingiza malighafi dola bilioni 1.3. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba viwanda vyetu what they do normally ni repackaging tu, ambayo inatoa kwamba lazima tuwekeze kwenye viwanda ambavyo vitakuwa vinachakata malighafi ambavyo vinatoa kwenye viwanda vya ndani kuliko kuagiza malighafi kutoka nje. Lakini pia nikaangalia, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni sawa tuna madini na tumeweza kuuza au kuingiza fedha za 5.4 bilioni ambazo madini hayo kwa asilimia kubwa 4.7 ilikuwa ni dhahabu. Tanzania tumejaliwa madini mengi sana na ya thamani, lakini hatujaweza kuyatumia ipasavyo. 0.7 bilioni madini mengine, 4.7 ni dhahabu. Kwa lazima pia tuangalie na hii dhahabu pia tuweze kuichakata Tanzania isiende kama raw material. Lakini ukija kwenye mazao, Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania tumekuwa tukipeleka mazao nje yakiwa katika raw materials. Nimejaribu kupitia, ni sababu changamoto ya muda, nikaona mathalan kahawa kwa mwaka 2025-26 tumeweza kupeleka 87,000 tani. Tumezalisha 87,000 tani, lakini tani 82,200 zimeenda nje kama raw material. Only tani 4,800 ndio zimebaki ndani, 5% za kuchakatwa. Ukija kwenye pamba, tani 222,000 tumezalisha, lakini tani 177,000 zimesafishwa kwenda nje as raw material. Zimebaki only 20% Tanzania kwenye viwanda vyetu. Sehemu ukienda kwenye korosho, tumezalisha zaidi ya tani 500,000 na kitu, lakini tumesafirisha kwenda nje 410,000, 78%. Kwa unaona tuna export ajira na vitu vingine baada ya kuweka viwanda hapa Tanzania, ili ajira zibaki Tanzania, tukuze uchumi wetu na kuweza kupata foreign currency kwa kuweza tukizalisha ndani tutapeleka nje. Kwa ushauri wangu kwa serikali, Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kushauri serikali yafuatayo: kuhakikisha kwamba tunajenga viwanda ambavyo vitaongeza thamani hapa nchini na kukuza ajira na kuweka uchumi ambao unakuwa. Lakini pili, kuhakikisha kwamba tunawekeza zaidi tunawekeza zaidi kwenye kujenga miundombinu ya kimkakati ambayo itapunguza gharama za uzalishaji. Wawekezaji wengi wa Tanzania wanalalamikia operation costs, na hizi ni umeme, reli, bandari na the like. Lakini tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuhakikishe kwamba tunawekeza kwa kiwango kikubwa kwenye mitaji watu ambayo kupitia elimu ya sayansi, ufundi, ubunifu, lakini pia teknolojia. Lakini zaidi tuharakishe uwekezaji wa viwanda vya kisasa na teknolojia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia hapo niende sasa kwenye tax to GDP ratio. Tumezungumzia hapa. Naomba dakika moja tu Mheshimiwa Mwenyekiti. Tax to GDP ratio. Ukiangalia tax to GDP ratio ya Tanzania ni 13.2. Na tumeproject kwamba kufikia 2029 tuna 13.8. Lakini ukichukua kwenye nchi za Afrika Mashariki, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mfano ukichukua Rwanda wana 17, wenyewe waliamua kutumia EBM, electro billing machine, ambayo inapunguza ukwepaji wa kodi, inachukua hata na sekta ambazo sio rasmi inakwenda incorporate. Na sisi Tanzania tumejaliwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, zaidi ya watu milioni 26 wanatumia simu janja. Kwa hata operations biashara nyingi zinaweza zikawa captured
kupitia huduma za kifedha, malipo mbalimbali yalipo kwenye kimiamala, lakini benki mtandao, lakini na mambo mengine. Lakini ukiangalia South Africa na wenyewe wana system ambazo wanatumia invoicing na mambo mengine, wana asilimia 24 tax to GDP ratio. Wenzetu wa Kenya wana asilimia 18 tax to GDP ratio. Wanatumia ETMS ambayo inapunguza ukwepaji wa kodi, inahakikisha Watanzania wengi walio kwenye mfumo rasmi na wasio kwenye mfumo rasmi wanakuwa incorporated kwenye kodi. Kwa hiyo nilikuwa nashauri kwa Tanzania pia tuangalie, tuboreshe mifumo yetu. Twende kwenye ukusanyaji wa kodi kwa kidijitali. Tutoke kwenye ukusanyaji wa kodi kwa ukaguzi wa kawaida ambao tutahakikisha tunakusanya kodi na tunapunguza ukwepaji, tunachukua Tanzania wote. Nchi zingine inakuwa ni mandatory kufanya e-invoicing. Tuko na EFD, lakini tutumie QR codes, tutumie barcodes, tutumie na any other means za electronics ili miamala ya mauzo inaweza kutuma moja kwa moja TRA kama vile ambavyo wanafanya KRA. Ankara zote za mauzo kupitia ETMS zinatuma moja kwenda kwenye KRA. URA the same wanafanya, wana EFRS. Ukiuza ankara zinaenda moja za kibiashara. South Africa nimesema na sisi Tanzania tunaweza, na hii itaondoa mwanya ya rushwa hizi enforcement ambazo wanatumia kwa nguvu ambazo watu wamesema hapa, lakini zaidi kila Mtanzania ambaye amesajiliwa na simu anafanya biashara itakuwa ni mandatory kuhakikisha kwamba analipa tax kwa kile tunachofanya. Na nimeona juzi kati kwa kuna mjadala wanasema kuna mjadala mmoja niliona kwenye jamii ya kijamii huko kwamba noti shilingi 10,000 ukiuza sukari 200,000 labda 250 kwa sababu hamna hiyo coin ya shilingi 10,000. Serikali imesema tunaenda kwenye cashless economy. Kama tukitumia miamala yote kufanya kwa fedha, kama hata sukari inauzwa 2,410, ile 10 utalipa kwa muamala wa fedha kuliko cash. Kwa hiyo ningeshauri sana, tunaenda kwenye cashless economy, tusisitize kwenye digital tax administration kuweza kuongeza mapato ya nchi yetu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Esther. Tunaendelea na Mheshimiwa Lucy Similia Kumbani, Mheshimiwa Kafiti William Kafiti, Mheshimiwa Fadhili